Mixing kitenge kinaendelea kuwa mmoja wa mtindo mzuri sana ambao unavutia sana machoni mwa watu na unapendwa sana machoni mwa watu kwa sababu inaleta ubunifu wa kipekee sana kutokana na material yake, kutokana na muonekano wake wa kile mixing kitenge, na pia inaonekana ni mtindo wa kipekee sana. Ukichagua vizuri au ukichanganya vizuri kitambaa na kitenge, basi unaleta gauni ambalo ni tulivu, gauni ambalo linakuwa na muonekano mzuri bila hata kutumia gharama kubwa. Leo nataka nikuonyeshe baadhi ya mitindo ambayo inavutia sana na ni mitindo ambayo inapendwa sana na wanawake wengi. Kitu cha kwanza ni kitenge pamoja na kitambaa ambacho ni plaining. Huu ni mchanganyiko ambao unapendwa sana na wanawake wengi kwa sababu unapokuwa unavaa aina hii ya mtindo unaonekana kuwa nadhifu, lakini pia unaonekana kuwa ni wa kisasa unayejua ubunifu. Kwa hiyo unaweza ukachanganya kitenge pamoja na kitambaa ambacho ni plaining na still bado ukaonekana kuwa nice, ukaonekana mwenye mvuto na mwenye muonekano wa kipekee sana. Kuna wakati mwingine ukiweka kitenge kwenye mikono peke yake inatosha katika gauni lako kuweza kuonekana kuwa nadhifu, na pia unaonekana ni wa tofauti kwa sababu kitenge huwa kinajieleza au kitenge huwa kinaeleza muonekano wa gauni. Kwa hiyo pia unaweza ukapendeza, unaweza kuwa na muonekano mzuri na wa kuvutia, unaweza kutokea nalo sehemu yoyote. Kama mtu ni wa kutoka, unaweza kutokea unaenda nalo ofisini, katika mikutano, na bado kaonekana kuwa mrembo, kaonekana kuwa classic. Lakini pia unaweza kuweka kitenge sehemu za katikati hapa katika kiuno chako kama ni mkanda au ni belti, na ni moja ya designing ambayo ni nzuri sana na ni moja ya designing ambayo inamfanya mwanamke wa stara au mwanamke yote aweze kuwa na mvuto zaidi. Kwa hiyo pia unaweza ukaweka kitenge sehemu za katikati ili kupata ule muonekano ambao unakufanya uweze kuwa beautiful, uweze kuwa nice na uweze kuwa na muonekano mzuri na wa kisasa. Lakini pia unaweza kuweka kitenge kwenye pindo la chini peke yake, ukatafuta kama ni inchi 2 ukaweka kwenye pindo la chini katika gauni lako, ukawa na mvuto jamani. Kuchanganya rangi mbili asikwambie mtu jamani unapendeza sana. Kwa hiyo hii ni moja ya designing ambayo ina trend na ni moja ya designing ambayo kwa kweli ukichanganya vizuri unapata muonekano wa kipekee sana, kwa sababu kitenge unapokuja kukileta katika kitambaa ni lazima gauni linakuwa ni nzuri na ni gauni ambalo linavutia sana. Kwa hiyo unaweza ukaweka kitenge katika pindo la chini na ukaonekana kuwa nadhifu. Vile vile kuna zile kimono za kitenge, ni moja ya chaguo zuri sana kwa wanawake wengi ambao wanapenda fashion za kisasa. Unaonekana kuwa nice, unaonekana elegant, unaonekana kuwa nadhifu, mwenye muonekano mzuri na mwenye muonekano wa kuvutia kama unapenda mixing kitenge pamoja na kitambaa. Details ambazo ni ndogo kama vile koti la kitenge linabadilisha kabisa muonekano wako wa gauni. Kwa hiyo unaweza ukavaa gauni ambalo ni plaining then juu ukavaa koti lako la kitenge na ukabadilisha muonekano wako wa gauni. Kwa hiyo yani gauni liko hivi au mavazi yako hivi, kitu kimoja tu au zile details ndogo tu ambazo utakazoziongeza katika gauni lako basi linabadilisha kabisa muonekano wako. Na sio gauni peke yake, either ni abaya au kitu chochote kile ambacho unakivaa, ila ukiongeza kitu chengine details nyingine inabadilisha kabisa muonekano wako. Inaweza ikawa ni details ndogo, inaweza ikawa ni muonekano mdogo na still bado ukaonekana kuwa classic, unaonekana kuwa nadhifu na mwenye muonekano mzuri. Hapa inategemea na mazingira. Unaenda mazingira gani? Kama ni mazingira ya joto basi punguza nguo za ndani kwa sababu kitenge kinakuwa ni kizito. Kama ni mazingira ya baridi unaweza ukavaa nguo ambazo zinakuwa za baridi. Yaani inamaanisha kwamba zinakuwa na joto ili kukinga afya ya mwili wako. Lakini pia kuna zile mixing kitenge mbili. Yaani unakuta rangi mbili za kitenge unachanganya kwa wakati mmoja. Ukichanganya vizuri basi muonekano utakuwa mzuri. Lakini kama utachanganya vibaya basi muonekano utakuwa ni vibaya. Kwa hiyo hapa unaweza ukachanganya ya vitenge viwili kwenye gauni moja au kwenye outfit moja na ukaonekana kuwa ni wa kitofauti, ukaonekana kuwa ni wa kipekee, ukaonekana kuwa nadhifu na mwenye muonekano mzuri na wa kuvutia sana. Hapa tu inategemea unachanganya vipi kitambaa kitenge chako, hivi vitenge viwili unavichanganya vipi? Lakini pia vile vile unaweza kuweka kitenge sehemu ya mbele hapa ya gauni.
Huu ni mtindo ambao una trend sana kwa sasa kwa sababu unaleta mvuto, unaleta gauni kuwa rahisi lakini still unakuwa nadhifu na unakuwa na muonekano wa kisasa kabisa. Kwa hiyo unaweza kuweka kitenge sehemu ya mbele ya gauni lako na still bado ukaonekana kuwa mrembo, ukaonekana nice na unaweza kutokea sehemu yoyote. Hapa tu gauni linatakiwa liwe na rangi ya plaining, then kitenge ndio ambacho kinakuja kukamilisha muonekano wako au ile finishing ya gauni. Kitu chengine ni mchanganyiko wa lesi pamoja na kitenge. Kwa hafla maalum au kwa hafla rasmi unaweza ukachanganya lesi pamoja na kitenge na ukaonekana kuwa ni wa kifahari. Mara nyingi tunaona watu wengi sana wanachanganya lesi pamoja na kitenge na wanakuwa na muonekano mzuri sana. Kwa hiyo unaweza ukatokea katika hafla mbalimbali, unaweza ukatokea katika events mbalimbali na ukavutia sana. Mara nyingi unakuta mchanganyiko huu hapa watu wengi huwa wanavaa katika events. Lakini pia unaweza ukavaa katika matukio ya kawaida na ukapendeza sana. Hata ofisini pia unaweza ukavaa. Inategemea sasa hapa lesi yako itakuwa ni aina gani. Kama lesi yako ni ya kuwaka basi utavaa katika events. Lakini kama lesi yako inakuwa imepoa, haina any details nyingine ambayo imeongezewa, unaweza kuvaa katika kazini na still ukapendeza sana, ukawa na muonekano mzuri na wa kuvutia. Mixing kitenge ni njia nzuri sana ya kuongeza ubunifu katika mavazi ya vitambaa. Niambie kwenye comment ni mixing ipi umeipenda zaidi. Kama bado hauja subscribe channel yetu, basi hii nafasi yako kushuka chini ya hii video kabonyeza neno subscribe ili usipitwe na video zetu kila tunapokuwa tuna upload video. Lakini pia usisahau ku like na kushare video hii kwa ndugu jamaa na marafiki. Kwa jina langu naitwa Precious Tifa. Hii ni channel ya TZ Fashion Style and Style to Vibe kwa bajeti. Bye bye.